Mambo vipi wadau wangu wa Fully Cap? Hakikisha tu kwamba unagusa link iliyopo chini katika ukurasa wa comment. Nimeandika linki kwa jiunge group hapa. Utakapogusa link hiyo moja kwa moja itakupeleka ndani ya group letu la WhatsApp ambapo huko utakwenda kuenjoy burudani kadhaa za movie ambazo tumezifanyia recap ambazo utaweza kuzipata katika lugha ya Kiswahili zikiwa zimepigwa na DJ bomba kabisa kutokea hapa nchini Tanzania. Karibu katika sehemu ya pili na ya mwisho ya recap yetu inayozungumzia treni ambayo ilikuwa inamilikiwa na mizimu na kupotea katika sayari ambayo haijulikani, na miaka ya mbele 30 tayari imeshapita, watu hawajui wapi kwa kwenda. Tulipokuwa tumeishia ni pale ambapo tuweza kumshuhudia mzee aliyekuwa ametokea polini na akidai kwamba amekutana na mtu ambaye hakuwepo katika ile safari ya treni. Mtu huyu alipomwona mzee huyu akakimbia ndani ya mapoli, na mwisho wa siku mzee akabidi kumfukuzia sana mtu huyu, lakini kwa bahati mbaya hakufanikiwa kumwona. Moja kwa moja ikabidi kurudi mpaka katika eneo hili ambalo treni imepata kuharibikia, na alipofika tu Kashima moja kwa moja akaanza kwa kumlaumu mzee huyu na kusema kuwa huenda ndio yeye aliyeweza kuiba vitu vyake ambavyo alikuwa amevihifadhi. Lakini mzee akasema kuwa sio yeye aliyeweza kuiba kitu chochote, huenda ni yule mtu aliyekuwa anakimbizana naye polini, kwani kuna mtu mgeni kabisa ambaye katika maeneo haya ya treni hakuwepo, lakini ameweza kuonekana kule polini. Kashima hakutaka kabisa kumuelewa mzee, kwani wako katika dunia ya mbele na watarajii kumuona mtu yeyote mgeni katika maeneo haya. Akaanza kumtembezea kichapo. Sasa wakati huo anaendelea kumtembezea kichapo, mwisho wa siku mvua ikawa imenyesha. Hiyo ndio ikakatisha ugomvi wao. Mzee kwa kitendo cha kupigwa na kijana mdogo kilimuumiza sana. Mwisho wa siku akajifikiria na kusema kwamba anaona ni wakati wake sahihi wa kujitenga na kwenda kuitafuta njia, na kama atafanikiwa kuikuta njia basi atarudi katika kundi hili na kuonesha ni mahali wapi ambapo anaweza kupita ili kuondoka katika dunia hii wasioielewa kabisa. Vijana waliobakia walipata mawazo kuwa kama mvua imenyesha siku ya jana, basi inaweza ikawa ni wakati sahihi kwa wao kwenda kutafuta matunda na vyakula vingine tofauti tofauti. Hivyo wakaanza kutafuta kila mmea wanaoleta na kumpelekea yule daktari ambaye amespecialize katika masuala ya mimea. Na mwamba akawa anawaambia huu ni mmea sahihi na huu mmea sio sahihi. Lakini bidada mmoja hivi bana alichuma matunda fulani na akaanza kula, akizania kuwa ni matunda yale yale walioyazoea katika dunia ya sasa. Kumbe miaka mbeleni matunda hayo yaligeuka na kuwa sumu. Sasa kitendo cha kula matunda ikaanza kumzuru tumbo. Ashukuriwe Mungu ni kwamba alikuwa amekula tunda moja tu, hivyo afya yake ikabakia vile vile kwa sababu alinyoshwa maji, na akatahadharishwa na huyu daktari kwa kuambiwa kuwa anatakiwa kuwa makini kwa kila tunda analoweza kulitia mdomoni mwake. Ni vyema akalipitia daktari huyu na kuhakikisha kuwa kilichofanyika ama kilichochumwa kiko sahihi. Ghafla watu hao wakiwa wanashangaa maeneo haya, Kayashima akaweza kushtukia kuwa yule mzee aliyekuwa ameaga kwamba anajitenga na wao na kwenda kutafuta njia, kumbe alikuwepo na alikuwa akiwatazama kwa kando kidogo, lakini akampotezea tu. Kwa kuwa mpata taarifa kuwa katika maeneo haya ya mapoli kuna mtu asiyemjua, basi moja kwa moja akabidi kuanza kujiandaa kwa kutengeneza silaha za vita. Na wakati wanaendelea kutengeneza, mwisho wa siku akaamua kupata supu. Sasa wakati wanapata supu, moja kati ya mtu aliyekuwa akishiriki supu akagundua kuwa katika ile supu kulikuwa kuna yale matunda aliyokuwa amesababisha madhara kwa yule msichana mmoja, na akajikuta kuwa ameponea chupu kupoteza maisha. Sasa Kashewagi akawaza moja kwa moja na kufikiria kwamba yule mzee aliyekuwa akiwachungulia wakati ule wanajiandaa huenda ndiye aliyehusika katika kuyatilia hayo matunda katika supu zao wote hapa kambini. Mwamba anayefahamika kama Kashi akaamua kukasirika sana na kuingia polini kwenda kumtafuta mzee, lakini Yuto akamkataza na kumwambia kuwa asisubutu kwenda nyakati za usiku kumtafuta mzee huyo, kwani inaweza kuwa ni hatari. Lakini bado Mwamba akawa anang'ang'ania. Mwisho wa siku Yuto akaamua yeye mwenyewe kuingia ndani ya poli kwenda kumtafuta mzee. Muda ukawa unakwenda tu, Yuto anaonekana kutokurudi kabisa katika maeneo haya. Kabidi bidada aanze kupata wivu na kufikiria kuwa anawezaje kwenda kumsaidia kipenzi chake, mtu ambaye amekuwa akimpenda kutoka zamani, lakini mtu huyu ameshakwisha kumsahau. Ataenda kumsaidia au la? Akiwa ndani ya mapoli kwenda kumtafuta mzee Yachi, Yuto aliendelea kupambana huku polini, lakini bahati mbaya akaangukia katika bonde kubwa sana la maporomoko ya maji, na alipoweza kufika chini bahati mbaya akaumia mguu wake. Alipiga kelele akihitaji msaada kwamba watu waweze kufika na kumsaidia, lakini haikuwezekana kwani hakuna aliyekuwa akimsikia. Kesho yake alfajiri, baada ya kusubiri kwa muda mrefu ujio wa Yuto na ukashindikana kabisa kurejea, ikabidi Sai aamue kwenda kumtafuta Mwamba polini. Lakini Kayashima naye akasema kuwa atambatana naye kwenda kumtafuta huyo boyfriend wake. Alipoweza kufika tu eneo hilo na kuanza kutoka safari, wakagundua kwamba Yuto ndo alikuwa anarejea, hivyo wakailisha kwenda kumtafuta. Sasa je, Yuto alikumbana na kitu gani? Lakini Yuto akaja na habari ya kusema kwamba hajamkuta mzee Yachi, ila alichoweza kufanikiwa kukikuta ni huu mzigo ambao alikuwa kimiliki Kayashima, ambao ni kumbukizi ya muhimu sana kwake kwa sababu alikuwa anapenda sana kuvitumia vifaa hivi yeye na familia yake. Mwamba aliumia sana baada ya kuviona vifaa hivi na kusikitika kuwa ni nani aliyeweza kufanya tukio hili la wizi na kukimbilia ndani ya mapoli. Mzee Yachi ndio mtu wa kwanza kama mtuhumiwa. Lakini miongoni mwa ripoti kubwa alizokuja nazo Yuto ni kusema kwamba katika ardhi alipokuwa ameangukia kulikuwa na ardhi yenye unyevu sana, hivyo huenda kuna mto katikati ya maeneo hayo. Ni vyema wakaenda kutafuta katika maeneo hayo, huenda watapata pia samaki waweze kupata protini. Watu wakafurahia kweli kweli wazo hilo la Yuto. Huku katika dunia ya kawaida maafanda walikuwa wakihangaika kila wakati kwa
kutafuta ndugu walioweza kupotea. Lakini katika tukio hili la kukagua wale abiria waliokuwa wamepanda treni iliyoweza kutoweka kimiujiza, waligundua kuwa kuna mtu mmoja ambaye utambulisho wake wala sura yake hawakuweza kuielewa. Inaaminika kuwa naye aliweza kuingia katika treni hiyo ambayo iliweza kupotea. Huyu mtu polisi walishtuka sana kumuona. Ni nani bado hatujui. Tukiwa tumerejea huku polini, walionekana vijana watatu wakiwa wanatembea katika maeneo haya. Lengo ni kutafuta mto, maana waliamini kuwa kwa unyevu wa ardhi bila shaka kutakuwa na mto maeneo haya. Sasa wakashuhudia ndege mmoja alikuwa anapepea angani katika maeneo hayo wakati wanaendelea kutafuta eneo la mto. Bahati nzuri ama mbaya, waliweza kumshuhudia mtu yule aliyekuwa akionekana katika CCTV kamera kule katika dunia ya kawaida akiwa anakimbia. Ikabidi moja kwa moja kuambatana naye na kuanza kumfukuza katika maeneo haya ya mapori. Baada ya mchaka wa muda mrefu hapa ndani ya mapori, wakaja kushtuka kwamba yule jamaa alianguka. Maajabu ni kuwa amepigwa kisu na mtu asijulikana wala asionekana tena katika poli eneo hili muda huu, kitu ambacho kikabaki kinawashangaza watu wote, wakabaki wameduaa wakishangaa tukio hili. Ni nani ambaye anafanya matukio haya na ni nani aliyohamisha dunia na kuwapeleka dunia ya miaka 30 mbele? Bana, sasa movie yetu imegawanyika katika pande kuu mbili. Pande ya kwanza ina vipande viwili vilivyoweza kutoka sasa hivi, na vipande viwili vinatoka tarehe 18 mwezi wa 4 saa 2 kamili. Utavikuta ndani ya chaneli yako. Hakikisha tu umegusa alama ya subscribe na alama ya like na alama ya kengele pia, ili kuweza kupata movie mapema tu pindi itakapokuwa imetoka. Sasa mwaka 2040 wanasayansi wanaamini kwamba binadamu watakuwa wamefika ukomo wa uharibifu wa mazingira, ambapo watakata miti mingi sana. Jambo hili litapelekea hali ya hewa kubadilika na joto litaongezeka duniani. Mwanasayansi mmoja atakuja na wazo la kutengeneza kifaa cha kutengeneza baridi katika dunia nzima. Hasa hiki kifaa kikawekwa juu katika anga. Bahati mbaya ni kuwa kifaa hiki kikatengeneza barafu kubwa sana duniani, hali ya kusababisha kila mtu akaanza kuganda. Mwanasayansi mwingine akaja kugundua treni iliyoundwa kwa mabehewa 1000 ya magari, na katika mabehewa haya kwa kuna hali ya joto. Hivyo watu waliofanikiwa kuingia ndani ya treni hii ndio watu pekee waliobakia kuwa hai. Hali ya hewa nje ya treni hii ya maajabu ni mbaya sana. Kila kiumbe kilichokuwepo duniani kilishindwa kustahimili na kikafa. Watu pekee waliobahatika kubakia hai ni wale waliokuwa ndani ya hii treni ya miujiza. Binadamu ni binadamu tu. Licha ya kuwa wote walikuwa katika majanga mabaya ya kifo, lakini bado walipoingia ndani ya treni wakajitenga level ya matajiri mpaka maskini. Behewa la kwanza walikaa matajiri tu, wale wenye pesa mingi. Behewa la pili walikuwa matajiri ambao wana pesa za kawaida, na behewa la mwisho tulikaa kapuku na maskini wa kutupwa. Juhudi za maskini katika kuhamia behewa la matajiri ili kupata angalau ya nafuu ya maisha ndizo zinazoileta movie hii inayoitwa Snowpiercer ya mwaka 2013. Kama bado hujatazama iliyotafsiriwa, basi kisha unakuja inbox kupitia nambari ya simu ya 0622113984 kuipata ikiwa na vipande 25 ikiwa imepigwa vyema maneno yake. Ni ile treni yenye maisha. Treni iliyotengenezwa na ikaundwa kwa kupitia magari 1000. Treni ambayo inatembea miaka 7 haijawahi kusimama hata sehemu moja. Lakini ndani ya treni hiyo kuna kila kitu. Kuna matunda, kuna mashamba ya bustani, kuna magesti, kuna mahoteli, kuna maklabu, kuna mpaka magereza. Kuna kila kitu ndani ya treni hiyo. Lakini tunafahamu tulipokuja kuishia ni kwamba tuliishia sehemu treni ilikatwa. Tukaambiwa kwamba anakuja mwenye treni aliyoitengeneza. Sasa wote tukawa tunasubiri kuweza kuona mwenye treni anakujaje. Goma ndio ile hapa. Na kinachofurahisha kwenye tamthilia, ameongezeka star mwingine mkubwa sana.